Omar ni metroni wa skuli ya Chasasa. Mimi nilikuwa na swali. Baada ya kumaliza kuswali tu nikasikia kelele za wanafunzi, moto moto. Nikakimbilia eneo la tukio. Kufika mwanafunzi yule anatoka chooni na mwenzake mwingine kashamwahi kummwagia maji. Baada ya kumwagiwa maji tu alianguka na kuzimia. Baadaye si hapo tukamnyanyua, tukamweka kwenye godoro, kuanza kumpatia huduma za kwanza. Baada ya hapo wakatokea walinzi. Tukawaita walinzi, wakaja walinzi wakaenda eneo la tukio kukagua chooni alikokwenda jipeleka. Kufika chooni kikakutikana kibiriti kakiingiza kwenye sinki. Wakati bado tupo tunamhudumia na wale kule wanaangalia yale matukio mengine, tukawapigia simu walimu wakuu, wakaja na watu wengine wahusika wengine wapo karibu. Wakaja kuangalia na kutupa ushauri. Baada ya hapo tulimchukua mwanafunzi yule tukampeleka polisi. Tukaenda kuchukua hizo karatasi zinazohusika za kwenda hospitali, tukampeleka hospitali Kinyasini, tukapigia simu na wazazi wake. Tukabaki naye pale mpaka mida saa 8 mzazi wake alipofika, mimi ndio nikaondoka. Thibitisha kupokea mtoto kwa jina la Asma Ahmad mwenye umri wa miaka 16, jinsia ya kike, kutoka shule ya Chasasa, ambapo ilisemekana au nilipata taarifa ya kwamba amepata majeraha kidogo ya moto, na yeye alipokuja aliletwa kwenye hali ya kupoteza fahamu. Lakini kwenye uangalizi wa mwanzo na viashiria muhimu vya afya ambavyo vital signs zote zilikuwa ziko sawa, kwa kumwangalia ufahamu wake nao ukawa uko sawa, tukamfanyia vipimo vya awali na uchunguzi wa ziada, ambapo hakupata na shida yoyote isipokuwa tu eneo dogo la kama sentimita 1 tu la kovu la kuungua kwa moto. Lakini ameendelea kupata matibabu zaidi na mpaka sasa yuko vizuri, hana shida nyingine yoyote. Nguzungu na kichwa. Nikaenda kachukua ndoo, nikaenda chooni. Halafu nilipofika chooni nikaona kibiriti kwenye dirisha. Halafu nikajichoma. Achane na hizi tabia za bullying, kwa sababu zinaweza zikaleta madhara mbalimbali. Kwa kumfanyia mtu tabia ambazo hapendi na zina ghasia, zinaweza zikamsababishia kupata kiwango kikubwa cha msongo wa mawazo na kuweza kuamua kufikia katika hatua mbaya, kama vile kuingia katika mawazo ya kutaka kujidhuru, ambao tunasema ni suicidal ideation, lakini hatima yake anaweza akafikia katika hatua ya mwisho ya suicidal attempt. Kuna mawazo ya kujidhuru, lakini pia kuna majaribio ya kujidhuru. Sasa yeye inaonekana tayari alikuwa amechupa katika ile kiwango cha kwanza cha kuwa na mawazo tu ya kutaka kujidhuru, bali sasa tayari alikuwa anaenda ku attempt, jambo ambalo linaweza likahatarisha maisha yake, lakini pia linaweza likahatarisha maisha ya watu wengine. Hatuwezi kujua moto ungekuwa mkubwa ungeweza kuathiri hata wanafunzi wengine ambao wapo katika lile jengo. Taarifa ambazo tumezipokea za mchana ambaye tumemfahamu kwa jina la Asma Ahmad. Huyu msichana ana umri wa miaka 14, mwanafunzi wa sekondari ya Chasasa. Kwa sasa anakaa bodi hapo Chasasa sekondari, lakini makazi yao halisi ni Gando. Tunachukua kwa kujaribu kujua jana ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 6 2026 majira ya saa 4 usiku alijaribu kujua kwa kutaka kuchoma moto